Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Kweli? Baba timu mambo vipi? Bwana poa, mambo yanasemaje? Fresh kama kawaida. Kama kawaida. Bwana, mchezo wa Young Africans dhidi ya Tabora, kwako wewe ulikuwa ni mchezo wa namna gani? Nafikiri ulikuwa ni utawala kamili kutoka kwa Young Africans, na kama pengine kungekuwa kuna umakini kutoka kwa line 1, pengine jana tungeshuhudia mkono kiukweli. Yani ulikuwa ni utawala kamili kabisa kutoka kwa Yanga. Mchezo wakati unaanza, mpango wa Tabora ulikuwa ni kujaribu kufinya lile eneo la katikati. Yani kwamba tunaweza tukamwachia labda Mudathir akawa na mpira, Abuya akawa na mpira, lakini wakiwa wako mbele ya viungo wetu. Kwa hiyo tutaziba ile eneo ambalo ni katikati yao wao na viungo washambuliaji wasiwe na uhuru wa kupokea. Lakini kitu ambacho Yanga alifaidika nacho ni kuwa na wachezaji ambao wanatembea sana kwenye maeneo mengi. Kwa hiyo linakuwa sasa kama ni tatizo kwa upande wa Tabora kwamba nani anatakiwa kabiliane na nani kwa wakati huo. Kwa hiyo ingekuwa labda ni wachezaji ambao wanabaki katika majukumu ya msingi muda wote, pengine ule mpango wa Tabora walioanza nao ungeweza kuwasaidia kwa kiasi kikubwa. Lakini kwamba una Maxi, una Pacome, wote wanatembea maeneo mengi, then pia una Dube ambaye unaweza kama kulia kushoto, kwa ile sasa ikawa haisaidii kesi ya Tabora. Kwa hiyo ule muundo katika hali ya kawaida lazima upate tabu, kwa sababu mnajaribu kudhibiti eneo, lakini wale wachezaji mnaojaribu kuwadhibiti wanatokea kwenye maeneo mengi. Kwa hiyo kwa muktadha huo peke yake niliamini tu kwamba itakuwa ni changamoto kubwa sana kwa Tabora kupata chochote katika ule mchezo, kwa namna ambavyo Young Africans na viungo wao wa juu walikuwa wanatembea kwenye maeneo mengi katikati ya ule muundo wa Tabora baina ya viungo na walinzi wao. Mara ya mwisho Tabora dhidi ya Young Africans alifungwa magoli 3-1. Tabora walionekana kuwa bora sana kwenye mchezo wa jana. Kipi ambacho kilikosekana kwao? Nafikiri kwanza Young Africans jana walikuwa bora. Yani kitu ambacho kiliwafanya Tabora wasiwe bora ni ubora ambao Young Africans walikuwa nao. Hilo moja. Lakini pili, tofauti na mchezo wa kwanza, Tabora kwenye mchezo wa jana, hata kwenye nyakati chache ambazo walikuwa wanapata nafasi ya kwenda kushambulia, walikuwa hawaendi na miili mingi. Yani unakuta kuna Kandwa Naho peke yake, unamkuta Makambo peke yake. Yani kwamba mchezaji anayepata mpira wakati Tabora wanashambulia anakuwa na kazi kubwa ya kufanya, kwa sababu hakuna msaada kutoka kwa wenzake. Ni tofauti kabisa na mchezo wa kwanza ambao zile nafasi, kama unalikumbuka goli la 3 ambalo lilifunga Tabora pale Chamazi mwaka jana, lile goli asingefunga yule aliyefunga, bado kulikuwa kuna mchezaji mwingine ambaye angeweza kupokea ule mpira nyuma yake na pengine akawa na uwezo wa kufanya jaribio langoni. Kwa hiyo ni tofauti kabisa na kilichotokea jana. Jana Tabora walikuwa wanashambulia na idadi ndogo, lakini pia kiufundi walizidiwa, na ndio maana ukawaona hata approach yao pekee ya kujaribu kufika kwenye lango la Yanga ilikuwa ni kupitia mipira mirefu mingi ambayo Baka, Jobu wanaiwin kwa kiasi kikubwa, na hata kwenye nyakati ambazo walifanikiwa kuwa na ule mpira, baadhi ya wachezaji wa mbele wa Tabora hawakuwa na msaada kwa sababu walikuwa peke yao, timu ilikuwa nyuma kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hakukuwa na chochote kikubwa ambacho walikuwa wanaweza kwenda kukifanya kwenye lango la Diara. Kwenye mchezo wa jana kulikuwa kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanakosekana, na wachezaji hao walikuwa ni muhimu sana. Kipi ambacho kwa Young Africans kimeongezeka kutokana na hao wachezaji ambao walikuwa wamekosekana? Nafikiri mimi nitamzungumzia Pacome. Yes. Unajua Pacome ni mchezaji ambaye ana package kubwa sana. Tunapowazungumzia viungo washambuliaji wa Yanga, huwa tunapenda kama kuainisha kwamba mtengenezaji ni Azizi, Pacome ni mkokotaji, tunasema dribbler, Maxi tunasema ni mtu wa kutembea maeneo mengi, hatulii kwenye maeneo anayotakiwa, anahangaika sana kwenye ile safu ya ulinzi ya timu pinzani. Lakini ukiniuliza mimi nitakwambia Pacome ndo mchezaji ambaye ana package kubwa pengine kuliko wale viungo washambuliaji wote. Yani Pacome ana uwezo, Pacome mimi namuona kama ni udongo, yani unaweza ukamfinyanga katika namna ambayo wewe itakufaa na akakupa kile ambacho unakitaka. Kwa sababu huyu Pacome jana amecheza jukumu la kwa kama ndo mtengenezaji wa nafasi kwenye kikosi. Yani ile jukumu ambalo watu waliamini kwamba kutokuwepo kwa Azizi litakosekana, jana Pacome alilibeba kikamilifu na akawa ndo mpishi mkuu kwa upande wa Young Africans kwenye mchezo dhidi ya Tabora. Katoa assist 2 jana. Yes. Na kuna nafasi na man of the match, na kuna pasi nyingi sana ambazo alikuwa anaziweka kwenye njia ambazo kama kungekuwa labda kuna ufanisi, utulivu, pengine kungekuwa kuna hatari zaidi. Na huyu Pacome kwenye michuano ya kimataifa msimu huu ambao Young Africans wameondolewa kwenye makundi,
ni miongoni mwa wachezaji 10 ambao wametengeneza nafasi nyingi kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hakuna mchezaji kwenye kikosi cha Yanga aliyetengeneza nafasi nyingi msimu huu kwenye michuano ya kimataifa kushinda Pacome Zouzoua. Katengeneza nafasi 14. Sasa katika hali ya kawaida labda mtu angetegemea labda pale umuone labda mtu kama Azizi nani. Sasa issue ni kwamba kumbe inaonekana Pacome huwa anatengeneza nafasi nyingi lakini matumizi huwa hakuna. Yes, kwa hiyo mimi nitakachojaribu tu kuambia watu ni kwamba Pacome ana package kubwa. Yaani mimi niliwahi kuandika siku moja kwenye andiko langu Instagram nikasema ukimwangalia kama kiungo wa juu Pacome anaweza kufanya kila kitu. Pacome anaweza kupasia mpira kwenye nafasi, Pacome anaweza kukokota mpira. Pacome akitaka mpira mguuni inafaa, ukitaka kumwekea mpira kwenye njia inafaa. Unajua kuna wachezaji wanataka tu ball to fit. Muda wote mpira kwanza uje mguuni na mambo mengine yaendelee. Kuna mchezaji mwingine anataka mpira uweke kwenye njia mambo mengine yaendelee. Lakini Pacome yuko comfortable akipokea mpira mguuni, Pacome yuko comfortable akipokea mpira kwenye njia, Pacome anaweza kukokota ule mpira. Pacome pia anaweza kuiona pasi. Pacome pia ana element ya kufunga nje ya boksi. Msimu uliopita kwenye michuano ya kimataifa tulikuwa tunaona goli la kwanza siku zile dhidi ya Medeama msimu uliopita nje ya boksi, na kuna magoli mengi, goli dhidi ya Singida Black Star kwenye mzunguko wa kwanza Zanzibar alifunga nje ya boksi. Kwa hiyo Pacome ukimtazama ukiniuliza mimi naona ana package kubwa, na hata kama patakopa na kukosekana kwa mtu kama Azizi au Maxi, mimi naamini kuna majukumu mengine ambayo unaweza kumpa Pacome na akatekeleza kwa kiasi kikubwa, kwa sababu huyu Pacome toka yuko ASEC Pacome anaweza kucheza nafasi karibu 5 uwanjani. Pacome anaweza akacheza winga zote mbili. Pacome anaweza kucheza kama namba 10. Pacome anaweza akacheza na mtu kiungo cha chini. Pacome anaweza akacheza pia kama namba 9. Na hayo maeneo yote alishawahi kutumika toka akiwa kwao huko Ivory Coast. Kwa hiyo ukiniuliza mimi jana haikuwa ajabu kile ambacho alikifanya Pacome, kwa sababu na ujua uwezo wake na ni mchezaji ambaye ni ndoto kwa mwalimu kuwa naye, kwa sababu unaweza kumpa majukumu yoyote na akatekeleza, kwa sababu ana package kubwa. Na ukiniuliza mimi probably ndo kiungo mshambuliaji ambaye ana package kubwa zaidi kwenye kile kikosi cha Yanga, na naweza nikaenda mbali zaidi nikasema pengine tukizungumzia tu kipaji cha mpira probably yuko juu pale kwenye ligi yetu. In terms of kipaji halisi cha kuchezea mpira probably yuko juu kabisa pale. Msimu uliopita tukitaja Yanga tulikuwa tunamuongelea Aziz Ki. Je, kwa msimu huu tukitaja Yanga tunaweza tukamtaja Pacome? 100% kwa kiasi kikubwa sana. Lakini sio tu Pacome peke yake. Msimu huu pia unaweza ukahitaji Yanga ukamtaja Mzize. Msimu huu unaweza ukahitaji Yanga ukamtaja Dube. Msimu huu unaweza ukahitaji Yanga pia ukamtaja Azizi pia. Kwa hiyo yapo majina mengi, lakini ukiniuliza mimi kwenye nyakati muhimu Pacome huwa ni kama anajitofautisha na wengine. Yaani kuna mahala ikifika level fulani hivi, kuna baadhi ya hatua zikifika au level zikifika, wewe muangalie Pacome huyu tangu msimu uliopita muangalie kwenye michuano ya kimataifa, ndio ulikuwa unamuona namna ambavyo anajitofautisha yeye na wengine kwenye kile kikosi, namna ambavyo alikuwa anaibeba Yanga. Muangalie Pacome huyu zikija mechi za dabi dhidi ya Simba, kama unaikumbuka ile mechi ya Ngao ya Jamii, uliona ile performance, yani unamuona ni mtu ambaye kuna namna ana elevate, yani kwamba kiwango chake ni kama anajitofautisha kabisa na wengine. Kwa hiyo wachezaji unaoweza kuwataja kwenye hichi ambacho wanakifanya Yanga msimu huu ni wengi. Mzizi utamtaja na magoli double figures, Dube na double figures, ana assist za kutosha, lakini ukiniuliza mimi ni kama vile Pacome huwa anaweza kujitofautisha kwenye baadhi ya nyakati, na ni kama ni mtu ambaye unaweza kumpa majukumu pengine ambayo usingeweza kumpa mtu mwingine na akatekeleza kwa ufanisi ambao ni mkubwa, kama ambavyo tuliona kwenye mchezo wa jana akiwa kama ni mpishi zaidi kwa upande wa Yanga. Tuje kwenye mchezo wenyewe ambao kulikuwa kuna maneno mengi kuelekea katika mchezo. Huyo amesema hichi, mkuu wa mkoa amesema hichi, na ni afisa habari wa klabu ya Tabora amesema hichi. Nini ambacho kilikuwa kipo ndani ya nje, tunasema ndani ya pazia? Je, ni sahihi kwa hawa viongozi ambao tunasema ni viongozi wa serikali kuingilia mpira? Sio sahihi. Na ukitaka kuingilia mpira, watu wa mpira watakwenda na weki mpira. Unajua mwisho wa siku ukiamua kuishi na watu katika dunia yao, basi utaishi katika mazingira ambayo wao wameyazoea. Yaani kwamba wewe labda una ulimwengu wako, lakini ukiamua kuingia kwenye ulimwengu wa watu wengine, kuna maisha yao, kuna utaratibu wao ya kuyaendea mambo, kuna lugha ambazo watazitumia ambazo kwenye ulimwengu ule ni kawaida. Lakini wewe sasa kwa sababu umeamua pia kuingia kwenye uwanja ule, kubaliana na kile ambacho kitatokea upande ule. Kwa hiyo nafikiri mwisho wa siku unapokuwa ni mtu ambaye huko katika mfumo wa mpira, unapoamua kuyaingilia mambo yanayohusu mpira,
ni kama ambavyo unaambiwa wakati unataka kuegesha gari mahala kwamba park at your own risk. Kwamba egesha lakini ni kwa hatari yako mwenyewe, yani kitakachotokea wewe usishtuke. Tushakwambia kwamba hapa pako hivi, kwa hiyo unapoingia pia jiandae kwa ajili ya 1 2 3. Kwa kiniuliza mimi kama unaamua kuyaingia mambo ambayo yanahusu mpira, basi tarajia majibu ama maneno ambayo yatakuwa ni ya kimpira vile vile, ambayo kuna wakati hayatofurahisha sana kofia nyingine ambayo unaweza kuwa nayo upande mwingine ambao wewe unautumikia. Unfortunately ndio iko hivyo. La sivyo ukiona kwamba kuna mazingira ama kuna namna ambavyo wewe hutotaka kuyasikia aliyoko huku, ni bora uamue tu kama mimi sipo kabisa katika jambo hili, ili tujue kwamba wewe haupo na waliopo tuwajue waliopo. Mchezo ujao Yanga anakutana na Azam FC. Utakuwa kwa wewe utakuwa ni mchezo wa aina gani na kipi ambacho Yanga au Azam wanatakiwa wafanye kuelekea katika mchezo huu? Utakuwa ni moja kati ya michezo mizuri ambayo tutaishuhudia. Azam na Yanga siku zote huwa tunapata mechi ambayo ni nzuri. Japo ultimately ni kama vile Yanga huwa wanapata majibu ya namna ambavyo wanaweza kupata alama 3 dhidi ya Azam, lakini huwa haiwi rahisi. Ukijaribu kuitazama hii fixture, hata ukirudi miaka 2 3 nyuma, ni fixture ambayo inakuwa na ushindani sana, lakini ni kama vile kwa kiasi kikubwa Yanga huwa wanapata majibu sahihi. Nafikiri pengine kwa kipindi cha karibuni, mzunguko uliopita, Azam waliweza kucrack ile kodi ya namna ya kupata alama 3 dhidi ya mpinzani mgumu kama Young Africans. Tabora nao wakapita na ile blueprint ambayo walitengeneza Azam. Kwa hiyo ukiniuliza mimi kama kuna timu ambayo inajua namna ya kupata matokeo pengine hivi karibuni dhidi ya mtu kama Yanga, basi ni Azam, kwa sababu mara ya mwisho alipata matokeo dhidi yake. Lakini hiyo haimaanishi pia kwamba uingie kama ulivyoingia mara ile. Yanga ya mara ile na Yanga ya mara hii ni tofauti. Kipindi kile Azam wanakutana na Yanga, nafikiri bado timu ambayo ilikuwa inaongoza kwa kufunga magoli mengi kwenye ligi ilikuwa ni Simba. Sasa hivi unakutana na Yanga ambayo ina mwalimu tofauti, alafu wale wachezaji wa mbele kwenye maeneo yote pale Young Africans wamewaka. Namba zao zimeshoot. Dube yule ambaye mlimuona kipindi kile alikuwa sie, sasa hivi ame-elevate. Mzizi ame-elevate. Kwa hiyo Azam watarajie kitu tofauti kutoka kwenye mchezo. Msitake kwenda kucheza na Yanga mkawa mnapishana. Mkitaka kuifanya mechi ya kupishana, kwa bahati mbaya sana nafikiri hapo mshindi atakuwa ni mmoja tu. Mpango uwe ni kama ule, ijue nafasi yako. Siku zote unapoingia kwenye mechi, chagua vita yako. Jijue wewe ni nani na unayekutana naye na uwezo kiasi gani. Then sasa uwe na mipango mingine ya ziada kutokana na aina ya wachezaji ulionao. Basi unaweza kuwa kwenye nafasi nzuri ya kupata matokeo pengine ukilinganisha na mpinzani ambaye anaweza akawa amekuzidi pia uwezo. Mara nyingi kwenye mchezo kati ya Azam FC dhidi ya Yanga mara nyingi tunamuona Faisal Salum akionyesha kiwango kikubwa, hasa tukiona baadhi ya mechi anawafunga. Kipi ambacho Yanga wanatakiwa wakichunge kutoka kwa Faisal Salum? Unajua Faisal ni mchezaji ambaye ukimtizama mara nyingi sana amekuwa ni mtu ambaye amekuwa na consistency ya kufanya vizuri dhidi ya timu nyingi kiukweli. Lakini nafikiri ukimtazama Fei msimu huu ni kama vile majukumu yake yamekuwa tofauti zaidi na msimu uliopita. Msimu huu Fei amepewa majukumu zaidi ya kuwa mtengenezaji, na ndio maana hata kwenye ukienda ukitazama takwimu zake za magoli na magoli 4, kitu ambacho si kawaida kwa Fei ambaye tumemzoea, lakini ni kutokana na aina ya majukumu. Kwa hiyo nafikiri mwisho wa siku unapokwenda kukabiliana na mtu kama Azam FC, nafikiri unajua shida ni kwamba unaposema umwangalie mtu mmoja, kuna Sila, kuna Nado, kuna Saadun. Kwa hiyo mwisho wa siku nafikiri kuna mpango wa kujaribu kuangalia tunaidhibiti vipi ile safu ya ushambuliaji yote, kwa sababu unaposema umwangazie huyu, kumbuka kwamba unapokuwa na mtu kama Zidane ni rana muda wote, anakimbia. Au ndo wachezaji ambao wanapokuwa hawana mpira wanakuletea matatizo. Bora hata huyo Fei ambaye atapokea mpira utajua kabisa huyu anataka mpira mguuni, maeneo yale. Yule ambaye muda wote anakimbia tu bila mpira, au ndo waogope. Sasa Azam wanao wawili kwenye kikosi. Una Sopu, una Sereri. Wote ni watu ambao wanapenda kufanya runs kwenye maeneo tofauti. Kwa hiyo nafikiri kukiwa na mpango wa kujaribu kwenda kumkabili hasa mtu fulani, inawezekana pia ikapunguza ufanisi wa kuzuia kiufundi ama kitimu kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo Azam wana threat kwenye maeneo mengi. Wakati unamwangalia sana Fei, usisahau kuna Nado, kuna Sila ambaye naye amefunga magoli ya kutosha msimu huu na hata msimu uliopita. Kwa hiyo ni mkakati wa kujaribu kuwazuia kiujumla na sio sana kumtarget mtu mmoja kwa mtazamo wangu. Na pacha ya Sila pamoja na Faisal Salum kwa msimu huu imeonekana kama imekolea hivi. Wameunganisha magoli 25 baina yao. Yani pasi ya mwisho na goli ambayo kila mmoja amempa mwenzake ukijumlisha zimefika 25. Kwa hiyo na
kama kuna kitu ambacho Fei pia huwa anajua kukifanya vizuri ni kutengeneza partnership. Msimu uliopita ilikuwa ni partnership ya Fei pamoja na yule aliyeondoka Kipre Junior. Ulikuwa unaiona ile combination. Kwa hiyo kama kuna mchezaji ambaye ni mzuri pia kwenye kutengeneza mahusiano mazuri ya kiuchezaji na mwenzake kwenye eneo la mbele pale Azam, basi ni Fei. Msimu uliopita ilikuwa ni Kipre, msimu ilikuwa ni Sila. Kwa hiyo ni kama mchezaji ambaye ukimwangalia Fei anajua namna ya kuzisoma tabia za kiuchezaji za mwenzie. Anajua mchezaji huyu anahitaji nini, anatakiwa awe wapi na mimi nifanye nini kwa wakati gani. Kwa hiyo ni kitu kizuri kuwa na mchezaji ambaye anaweza kuadapt na wachezaji tofauti tofauti na kuweza kutengeneza pacha tofauti tofauti hasa kwenye maeneo ya ushambuliaji. Tumalizie na mchezo wa jana ambao tulishuhudia Simba. Twende tukatazame michuano ya kimataifa sasa CAF ambako Tanzania tunawakilishwa na klabu ya Simba. Siku ya jana walipoteza kwa bao 2-0. Ukiutazama, naamini umeutazama mchezo utangia mwanzo mpaka mwisho. Kwanza Al Masry walifaulu wapi kupata matokeo ya goli 2-0 kwa siku ya jana? Al Masry walifanikiwa kwenye kuwa wafanisi, kwa sababu Al Masry hawakufika sana langoni kwa Simba, lakini walikuwa na ufanisi mkubwa. Simba walifika zaidi kwenye lango la Al Masry, walifanya majaribio mengi zaidi yaliyolenga lango, lakini ufanisi wao ulikuwa mdogo. Kwa hiyo ukiniuliza mimi nikikupa muktadha wa ule mchezo kumalizika 2-0 kwa mwenyeji Al Masry, ilikuwa ni issue ya mmoja kuwa na nafasi chache lakini kuwa mfanisi zaidi, na mwingine kufika zaidi, kuushika mchezo hasa kwenye kipindi cha pili, kuutawala kwa kiasi kikubwa, lakini kukosa ukatili na kushindwa kuwa mfanisi mbele ya lango. Ukitazama Simba safu yao shambulizi siku ya jana ilikuwa ina changamoto kwenye kumalizia. Je, unadhani changamoto ilikuwa ni kwa mchezaji gani na ni kwa sababu gani? Nafikiri changamoto ilikuwa ni kwa wachezaji wote ambao walipata nafasi, kwa sababu ukimwangalia mtu kama Ateba, majaribio ambayo alikuwa anayafanya alikuwa ni hafifu. Mpanzu naye kuna maeneo ambayo pengine ulikuwa unahisi sio ya kufanya jaribio, lakini bado atalazimisha, kitu ambacho kinapunguza ufanisi. Unajua unapojaribu kufanya jaribio kwenye engo ambayo au kwenye mazingira ambayo hayakuruhusu wewe kufanya jaribio katika uhatari ambao unaweza kufanya, maana yake mwisho wa siku hata ule ufanisi wa lile jaribio unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo ukiniuliza mimi, nafikiri kila aliyepata nafasi jana, uwezo wa kuzitendea zile nafasi haki yake ya msingi nafikiri ulikuwa ni mdogo kutoka kwa wachezaji wote pale kwenye eneo la mbele. Sio kumsingo out mtu mmoja, kwa sababu Kibu kapata chance, Mpanzu kapata chance, Ateba kapata chance, wote wamepata chance na wote walishindwa kuzitumia kikamilifu zile nafasi. Hatua raundi ya kwanza imekamilika, raundi ya pili wanarudi Benjamin Mkapa. Simba ili waweze kupata ushindi wa goli 3 na zaidi, ni maeneo gani wanatakiwa kuboresha ambayo wewe jana uliona ni udhaifu kwa upande wa Al Masry? Simba wanatakiwa kuboresha zaidi uwezo wao ama ufanisi wao wa kufanya maamuzi ya mwisho wanapokuwa na mpira, wanaposhambulia. Yaani wakati wanashambulia, ufanyaji wa maamuzi wa Simba jana ndio ulikuwa changamoto. Lakini ukiutazama ufanyaji wa maamuzi wa Al Masry ulikuwa na usahihi mkubwa sana, na ndio maana hata kwenye nyakati chache ambazo Al Masry walikuwa wanakwenda mbele, ulikuwa unaona kuna hatari ya moja kwa moja ambayo inakwenda kutokea. Lakini Simba wao wakienda mbele, unaona kama kuna kujiuliza kutoka kwa wachezaji, kuna kutokuwa na uhakika mtu afanye nini, uharaka kuna muda unakosekana. Kwa hiyo ukiniuliza mimi pia, Al Masry matendo yao kwa kiasi kikubwa, japo yalikuwa ni machache kwenye lango la Simba, lakini yalikuwa na uharaka, na hata walipokuwa hawana mpira walikuwa aggressive Al Masry, hasa kwenye first half ulikuwa unawaona wanautaka sana mpira. Kipindi cha pili utawapa credit Simba kwamba Simba waliweza kudhibiti ule mchezo vizuri, lakini bado usahihi wao ama uharaka wao wa kufanya maamuzi walipokuwa na mpira ulikuwa ni mdogo ukilinganisha na Al Masry kwenye kile kipindi cha kwanza. Simba ana uwezekano wa kuvuka kwenye hatua hii ya robo finali kwenda nusu finali? Inawezekana, kwa sababu bado kuna dakika 90. Bado ni mchezo mwingine ambao Simba atakuwa na faida ya kucheza nyumbani, na faida ya kucheza nyumbani kwenye mpira wa Kiafrika bado ipo. Yaani kucheza nyumbani kwenye mpira wa Kiafrika ni faida kubwa. Kwa hiyo inawezekana, lakini inabidi kila kitu kiende kwa utaratibu kwenye ule mchezo. Yaani kipindi cha kwanza kisimalizike Simba hawajapata goli walau moja, then pia usije ukaruhusu bao. Yaani kitendo cha kwamba unafukuzia mchezo kwa Mkapa ukaruhusu bao, nafikiri tena hapo pretty much inaweza ikawa shughuli imemalizika. Kwa hiyo hakikisha unapata goli la kuongoza kabla mapumziko, walau iende mapumziko kama ilivyokwenda kwa wao jana 1-0, then sasa uangalie uwezekano wa kurudi na nguvu zaidi kwenye kipindi cha pili. Kwa hiyo
inabidi kuwa kuna mkakati wa kuhakikisha kwamba Simba wanapata goli mapema katika mchezo wa Jumatano nafikiri huo kwa Mkapa, lakini pia kuwa kuna mpango mzuri wa kuhakikisha kwamba wao wenyewe hawaruhusu. Nafikiri likipatikana goli tu kwa upande wa Al-Masry unaweza kuwa ni mlima ambao pengine Simba wakashindwa kuupanda kwa mtazamo wangu mimi. Ukitazama Simba amekuwa na uhatari sana anapokuwa Benjamin Mkapa, lakini ukiutazama mchezo wa jana ambao umechezwa kule, kuna matukio ambayo yalikuwa yana utata, ikiwemo tukio la Ateba, lakini pia tukio la goli la pili. Tuanze kwanza kwenye matukio ambayo yalitokea jana yenye utata. Kwa mtazamo wako, unajua hatujapata nafasi ya kushuhudia kwa kupitia VAR vizuri, lakini naamini uliona. Kwa mtazamo wako, yale matukio yote mawili, kwa mfano tukianza na tukio la Ateba, ilistahili kuwa penalty? 100% ile ni penalty all day long. Yani ile ikienda kitazama, kwa sababu goalkeeper hakupata mpira, goalkeeper kaenda kuucheza mwili, kwa hiyo ile ni penalty 100%. Yeah. Na upande wa goli la Al-Masry ambao walilipata la pili unakusudia? Yeah. Ile ni goli halali. Mwanzo mimi binafsi niliamini mchezaji wa kwanza ambaye alipelekewa mpira pembeni, mimi niliamini pia kaotea kwa macho yangu au kwa mtazamo wangu mimi wa kibinadamu, lakini mara baada ya ule mstari kuja kuchorwa ikawa imethibitika kwamba yule mchezaji hakuwa ameotea. Lakini pia mind you, Al-Masry pia walistahili penalty kwenye kipindi cha kwanza. Kuna challenge ambayo Shamu aliifanya kwa mshambuliaji wa Al-Masry, hakupata kabisa mpira Shamu, akaenda akakita kwenye mguu wa mshambuliaji, na ingeenda pia kutazamwa ile kungekuwa kuna tuta pia kwa upande wa wenyeji. Kwa hiyo jana kama katika hali ya kawaida VAR ingefanya kwenda kutazamwa hivi pengine na muamuzi, pengine kungekuwa kuna penalty mbili ambazo zingeweza kutolewa, moja kwa Al-Masry na moja pia kwa Simba kipindi cha pili. Sawa, mimi nikushukuru kwa muda wako na nikutakia utekelezaji mwema wa majukumu yako. Shukrani, tuko pamoja. Asante. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako.